Watumishi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA wilaya Masasi wakiongozwa na meneja wa wilaya Angetile Kitalile Mwakioma wakiwa na viongozi wa wawakilishi wa walipa kodi Masasi siku ya tarehe 1 mwezi wa 7 2025 wameungana na kamishna mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda katika hafla fupi ya kushukuru na kuwapongeza walipa kodi. Shukrani hizo zilizotolewa na kamishna mkuu wa TRA Bwana Yusuf Mwenda kwa walipa kodi zimetokana na ulipaji kodi wa hiari, hali iliyowezesha TRA kuvuka lengo la makusanyo ya kodi kwa mwaka wa 2024-2025. TRA kwa jumla imekutaarifu umma kuwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025, yani kuanzia Julai 2024 hadi Juni 2025, imefanikiwa kukusanya jumla ya trilioni 32.26 sawa na ufanisi wa 103.9 ya lengo la shilingi trilioni 31.05 na ukuaji wa 16.7 ikilinganishwa na makusanyo ya trilioni 27.64 kwa mwaka wa fedha uliopita. TRA imekuwa ikivuka lengo la makusanyo kwa kila mwezi kwa mwaka wa fedha 2024-2025, hali aliyoeleza kamishna kuwa imetokana na sera ya Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuhamasisha utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari nchini kote. Pia kamishna mkuu alieleza kuwa mafanikio hayo yamechangiwa na ushirikiano imara wa TRA na walipa kodi, utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuimarika kwa ufanisi wa watumishi wa TRA na ukuaji wa shughuli za kiuchumi na biashara. Aidha, meneja wa TRA wilaya Masasi Kitalile Angetile Mwakioma aliwaeleza viongozi wa wafanyabiashara na TCCIA kwa niaba ya walipa kodi wengine wilayani Masasi kuwa na wao ni sehemu ya mafanikio hayo ya TRA. Kama kamishna alivyoongea, pia amesema ni kwa mara ya kwanza tumekuwa tukivuka kwa miezi yote 12. Kwa hiyo hilo limemgusa sana kamishna mkuu kwamba wote tuwashukuru walipa kodi wote. Mheshimiwa mwenyekiti wa wafanyabiashara na wa TCCIA hapa na wafanyabiashara mliokuja, mchango wenu na nyie upo katika kuvuka kwa taifa lilivyovuka moja kwa moja, na nyie ni sehemu ya hao wafanyabiashara ambao wamechangia. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kulipa kodi kwa hiari, na pindi tulipomhitaji mwenyekiti wa TCCIA, mwenyekiti wa wafanyabiashara, walitufikishia ujumbe kwa walipa kodi, na walipa kodi walio na changamoto walipitia kwao, walikuja moja kwa moja tukatoa changamoto zao. Viongozi wa wafanyabiashara na washirika la TCCIA pamoja na baadhi ya walipa kodi waliofuatilia taarifa iliyotolewa na kamishna mkuu Bwana Yusuf Mwenda wameelezea kufurahishwa kwao kwa kuthaminiwa na TRA pamoja na kupongeza mbinu ya walipaji kodi kwa hiari, huku wakilinganisha na hali ya hapo awali. Jina langu naitwa Lame Kimwita, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Masasi jumuiya. Ushirikiano ndo tija hasa, kwa sababu hamwezi kwenda kama hamkubaliani, kama hampatani, na baada ya ushirikiano tija imezali. Hali ipoje hapa Masasi kuhusiana na ushirikiano wa wafanyabiashara na mamlaka ya mapato Tanzania? Hali ni nzuri na ndio maana tumefika 446. Wafanyabiashara wanajituma kulipa kodi na TRA wanajituma kukumbusha. Wewe ni mkongo kwenye biashara sasa hivi, labda hiyo inatokana na nini, hali ambayo inapelekea ukiachana ushirikiano ambao unazungumzia, labda kitu kipi ambacho kinaleta faraja kwa walipa kodi kuweza kulipa kodi bila kushurutishwa sasa hivi na hapo awali ukilinganisha hali? Uongozi. Uongozi, kuna mabadiliko mengi yametokea, na kutokana na huko tulikotokea uongozi nao unajifunza. Kwa hiyo wote tunajifunza, sisi tunabadilika na uongozi umebadilika. Yamuli ni mwenyekiti wa TCCIA wilaya ya Masasi. Ninalolizungumzia mimi kubwa hasa na ushukuru uongozi wa TRA mkoa wa Mtwara, uongozi wa TRA wilaya ya Masasi. Bila wao wafanyabiashara wasikiliza na sisi kupeleka changamoto zao na wao wakazitatua, tusingefikia malengo haya tuliyofikia sasa. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuweza kuwasikiliza vizuri wafanyabiashara wetu na kuzitatua changamoto zao, pia na kukaa sawa mezani ili kuweza kulipa kodi kwa makini. Kama mteja, uliposikia leo kuna siku ya shukrani kwa walipa kodi, ulijisikiaje? Mimi nikiwa mteja wa walipa kodi, mimi na viti viwili nawakilisha hoteli yetu kubwa iliyoko hapa Masasi, Mwambe Royal. Sisi pia ni walipa kodi Mwambe Royal Court, na ni mwenyekiti pia wa TCCIA.
Nilifurahi sana, hata meneja wa TRA Masasi alisikia, nilipiga vigelegele na makofi kusikia taifa letu upande wa kodi tumevuka malengo. Naitwa Faraji Ali, ni mjumbe wa wafanyabiashara. Hiki kinachofanyika ni kizuri zaidi, kwa sababu siku za nyuma huko kilikuwa hakipo, na sasa hivi ndio kwanza kinaonekana kama kinaanza kushika hatamu. Mimi nawapongeza TRA kwa hizi taratibu ambazo wamezianzisha sasa hivi. Naomba waendelee kuziendeleza, kwa sababu hii inaonyesha ushirikiano kati ya wafanyabiashara na TRA. Zamani ilikuwa TRA tunafukuzana, sasa hivi hakuna hicho kitu. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana, na elimu hii iendelee na endelee kuiboresha ili TRA waendelee kuvuka malengo na nyinyi muendelee kutoa kulipa kodi bila shuruti. Nini kifanyike? Kubwa ni hili ambalo limeanzishwa sasa hivi, kwamba wao wenyewe hawamlazimishi mtu kulipa kodi kwa shuruti. Yaani wanajaribu kukaa na mfanyabiashara, wanamuelekeza, wanampa elimu, na kila siku tunaona elimu zinatoka kwenye TV, tunaona kwenye simu zetu zinaingia pia hizo elimu, na tunaitwa kuweka vikao na nini. Ili swala likiendelea, ina maana sisi wafanyabiashara tutazoea na tutajua kusudio la serikali upande wa kodi. Kwa hiyo na sisi tuwajibike kulipa kodi kwa ajili ya nchi yetu. Majina naitwa Twalib Shamsi, ni general manager wa Shamsi Hardware Company Limited. Ushirikiano wafanyabiashara na TRA ndio umechangia mapato pia kuongezeka. Rekodi imewekwa kwa TRA, haijawahi kutokea, lakini kwenye hiyo hela pia sisi kama Masasi tumechangia karibia milioni 446. Kwa ni kitu cha kujivunia, lakini yote ni kwa sababu ya ushirikiano kati ya wafanyabiashara na TRA.